kikasahaulika. Elimu ni kitu kiliisha na kikasahaulika. Na hapa mshike Firaoni na jeshi yake na askari zake na magari zake walipomalizikia kwa mto pale Red Sea, kuna maroho iko na tabia ya kukaa ikifufuka lakini ilikuvanga. Na mimi naomba hivi hapa Kenya na ndani ya makanisa iliyo na kweli na roho, ambayo unajua Waisraeli, ndani ya Waisraeli kuna kuanga na wafuasi na kuna kuanga na wachungaji. Kuna wachungaji walitokanga elimu na wakaenda mbele na wakaenda kufanikiwa mbele na kuenea na huko mbele na washirika wao. Nikwambie hivi, mtu wa Mungu, unapotoka elimu usifikirie kutoka elimu ati kulifurahiwa. Haukufurahiwa. Ulipotoka elimu haukufurahiwa. Ni ambao mlitokanga elimu mukaenda mukaenea na mukaenda kubarikiwa na kuinuliwa, mjuage elimu haukufurahiwa. Wale wa Misri mliacha pale hawakufurahia mlipowaacha. Mnaposikika munaenea na mnabarikiwa, si furaha yao. Na mimi nataka niseme hivi, kuna roho za kifiraoni, kuna roho hiyo ya Umisri huwa inafuata watu ilikuvanga kule kwa maji na ikamalizika, lakini huwa inaamuka. Natangaza niseme hivi, roho yote uelimu ikuve na yagamie katika jina la Yesu. Maroho yote haifai ya kielimu, hakuna mahali nafaa kuinukia. Mungu aliacha elimu hapo, akachukua Israeli, akaenda na wao mbele, akawafikiria na huko mbele, na akaenda kuwabariki na kuwainua, akaacha elimu pale na wenyewe pale. Hata naweza sema mafauda pale, akamaacha pale. Na elimu kazi yake ikaimeisha na imesahaulika. Na mimi naongea kama mtu amepitia elimu. Elimu ni mahali kwa uchungu mwingi sana. Niona wewe ambao unanisikia hapa na bado umekwama elimu, mahali kuna ukahamba, mahali kuna userati, mahali kuna uburoka wa kisaitani, mahali watu wanakufa. Mimi kuna kanisa nilishiriki na ule mtoto niko naye watatu, mimi nilirejesha. Kuna kanisa nilishiriki ambao watu walikuwa nakufa kiholela, kukufa tu kiholela. Nilikuja kujua watu wakufi kikawaida na si Mungu anawaita, wakati mimi nilielekewa. Ndio mimi nitoke elimu ni kifo ilinikataa. Kifo ndio ilinikataa. Nilikuwa nimekoda na mpaka nikafanyika mwenda wazimu mweko iko pale. Sababu ya mtu mchungaji wakati umefika akuachilie, lakini sababu ni muelimu, ni Mumisri. Unajua sasa vipawa vilikuwa, mambo yote ilikuwa, lakini Mungu akiondoka halafu. Na Mungu nimekuambia hiyo, kwa hiyo mahubiri mengine nimekuhubiria hapo mbele kukuambia Mungu ondolewa mahali sababu ya usherati na mambo mabaya, tabia mbaya, mazao mabaya ndio inaondoaga Mungu mahali. Elimu Mungu aliondoka kitambo sana, ikabaki tu mijego yenye haiko. Elimu iliisha na ikasahaulika. Na nikwambia wewe Firaoni, hakuna mahali utafufukia, hakuna. Mungu mwenyewe ndiye aliniambia, si umeona venye kunaendaga elimu? Si unaona umetoka elimu na machozi? Si unaona umemaliziwa biashara? Si umeona mtoto wako ametoroka kwa tumbo ya bibi yako na akakufa? Mimi mwenye niko naye watatu ni wakurejesha. Nataka niseme hivi, Firaoni wewe kiongozi wa Misri, hakuna mahali utafufukia. Ulikufia kwa maji yako ikaisha, na nikwambie si mero si hoya haufufuki. Huu ni mwaka wa Mungu na watu wake. 2026 si ya Firaoni kufufuka. Hata naomba Kenya hii Firaoni afinyiliwe kabisa na njia zote. Asipumue. Yeyote nisubua kwa Wakenya, ni mtu wa kufinyilia Wakenya, ni mtu wa kuharibu mambo, biashara nini, asipumue. Ambao wanatumika kumshughulikia mpaka na njia zenye wanatumiwa na Mungu kumshughulikia, asipumue. Even spiritually, nataka nitagase hivi, Firaoni hupumui. Hupumui. Mungu aliniambia Firaoni asihubiri tena. Firaoni asiwe mtu mwingine tena na maibada mabaya. Sababu kuna wachungaji wanauaga na maibada mabaya. Sina paga, sina vipo, sina kugoga mtu na gari ati amkute mahali ni maibada mabaya. Mtoto wangu aliuawa na ibada baya. Na Mungu akaniambia huyo Firaoni, huyo mkubwa wa elimu asihubiri tena. Asishike Biblia tena mimi nikiwa uhai.
ama wale ambao wako na kweli na roho wakiwa uhai. Na hasa mimi nilisikia uchungu kumaliziwa workshop, kumaliziwa mtoto na mambo kama haya. Uko hapo na unaishi kanisa yenye unatezwa, mtu wa Mungu. Uko hapo na unaishi kanisa wewe unafaa kuwa pastor, unafaa kuwa umepewa branch, uko na miaka 5 bado ukiamua uvumilie na bado unazeeka. Mimi niliachiliwa nikiwa late. Ndio hii ministry yaanzia Emmanuel. Niliachiliwa nikiwa late na miaka kama 2.5. Ni Mungu alikuja akakibisa hii ministry. Nilikuwa na 35 years ndio nilikuwa nipewe ministry. Nilikuja kuachiliwa nikiwa na miaka 37 na huko. Mungu ndiye alikuja akakibisa hii ministry mpaka ikafika mahali imefika. Na nikitoa kwake hakunibariki. Mungu alikuja nilipomtafuta miezi kama 3 anibariki na niachilie niende nikafanya mambo yenye Mungu anataka nifanye. Baada ya hiyo alikuwa ameniordain kuwe bishop yenye haiko. Hata nilichoma hiyo maguo ya huko. Maguo ya red yenye haikuwa ya maana. Maguo yenye hata haikuwa inanitoshea. Maguo makubwa kuniliko. Ulikuwa umenifalisha. Shidwe kabisa in the name of Jesus. Unafufukia wapi? Hutafufuka. Uko unadhani utafufukia, hutafufuka. There is God in heaven. Unazunguka, unaanza kuvuka hapa, unasumbua watu usiku wewe. Na unasumbua maisha ya watu. Hautaweza. Nimekukemea katika jina la Yesu. Uelimu ukuve na usahaulike. Mungu alitoa wana Israeli elimu na sababu ya kutosha. Alitoa wana Israeli elimu na sababu ya kutoza. Aliona wewe ni muuaji na unauaga na maibada mabaya. Alijua wewe ni mwenye wivu, huwezi peleka watu mahali, huwezi bariki, huwezi fanya lolote nzuri mbele ya Jehova. Wewe kwanza ni kahaba, ni kitu kibaya. Kuharibu mama za wenyewe na wasichana kuzuia wafanye harusi na wachukua. Na mimi siongei mambo hiyo. Mimi naongea mambo ya elimu hii. Na ninajua wengi wamepitia elimu maishani. Hini mtu akuhangaisha biashara za wenyewe. Watu unaenda kwa watu unapima vitambaa vya, unakuta mchungaji anaenda kwa watu kwa duka za watu za kupima vitambaa vya mama vya vichwa. Anaenda na vinapimwa, zinashonwa, zinaisha, anaendea lakini halipi. Kumbuka mama moja alivutwa kazi kwa duka ya kushona vitambaa vya kanisa. Sababu ya mtu anajifanya wa mchungaji na ni mchungaji wa kielimu, ni mchungaji kahaba, mchungaji mbaya. Huyo mtu alivutwa kazi. Wewe uko hapo na bado umekwama elimu. Umekwama kanisa ina support uko hapa. Umekwama kanisa ina support usherati. Unakwama kanisa yenye uliambiwa kuna mashamba na hapa ukakuta hakuna shamba. Unakwama huko aje? How are you there? Unaishi kwa kanisa imeparara. Unadhani kuna wakati itarepeka? Mungu akiondoka elimu ameondoka, na aliondoka na watu wake na akaenda. Elimu ikabaki hivyo na Wamisri. Na ngoja nikwambie watu walikufagia kwa mto. Wakati unataka nikutangazia hapa hivi Mkenya. Usikae kwa kanisa yenye iko na dhambi, mchungaji anakunywa pombe, anakunywa masigara, nikahamba hata bibi yako amechokoswa na yeye, and you are still there. Hiyo ni mchungaji wa kielimu. Imagine mchungaji anakunywa pombe, ako na ukahaba, anafanya ukahaba, anachukua na yule analala na wao, alafu anakuja kuongoza meza ya Bwana Sunday. Mtashiriki meza ama mtakula usaitani na mtakula shida. Mtaenda kugojeka mkikufa. Kuna kanisa ziko huku Kenya hii. Unakuta mazizi ndio mingi, hakuna kitu kingine. Sababu mchungaji ni mserati, ni mtu wa kuzini, ni mtu wa matabia mabaya wa pombe, lakini anaongoza meza ya Bwana. Na sababu ya yale mambo yamemzingira anaonekana kama ni mtu wa maana. Elimu ni elimu. Na Mungu alitoa watu wa Israeli elimu, akawapeleka mbele wakafanikiwe na wakainuliwe. Jioni ya leo ama wakati huu ninaongea na wewe hivi sababu hii ni masaa ya jioni. Nataka nikuambie toka elimu. Na niseme hivi, Firauni kiongozi wa Misri, kwenye unadhani utafufuka. Hiyo mifupa yako ibaki kwa maji. Uvuvuki. Mimi niliteseka sana nikitoka elimu. Kisima hii niliteseka sana. Nilisumbuka sana. Ulikuwa uniue. Ulikuwa uniharibie maisha na ishe na watu wetu wanizike na hiyo ishe hivyo. Sababu ndivyo ulizoea. I want to say this. Kwa wale ambao wanapitia mauchungu ya kikanisa. Kama uko elimu kanisa iko na tabia baya, mambo maovu, usherati,
watu kuva ovyo ovyo na majali ya barabara. Ngoja nikwambie, afadhali uende kanisa iko na watu wachache wako na amani kuliko watu wengi kila saa ni mazizi. Ati mnasaidiana sana. Sasa nimegundua Kenya hii watu sijui ni jaa nyingi ama ni nini. Unakuta watu wanapewa chakula hadi na madharau. Zinamwagwa hadi kwa mabosho na vitu sio serious. Unakuta Wakenya, ngojeni tujiheshimu. Ngojeni tukatae kuabudu Shetani. Tukatae hata kama kuna jaa, tumulilie Mungu na tumuope Mungu. Na tumheshimu akiwa Mungu na atateremsha baraka. Walienda mbele wana Israeli kubarikiwa na kuinuliwa. Walifikiria pale elimu, lakini Mungu finally hata kama walipanga alikuja wakawatoa. Tulikuwa tunapenda sana elimu, ilipendwa na wengi, lakini ikafika mahali Mungu akatoa watu wake kule, na hiyo ikaisha hivyo na ikasahaulika. Elimu ni kitu kimeisha, hakikuangi na hakuna mahali kitafufukia. Watu wenye walikuwa elimu ambao ni wa Jehova walienda mbele wakabarikiwa na wakainuliwa na maisha ikabadilika sana. Mimi ni mmoja nilitokaga elimu and life changed and it changed. Nguo zenye nilikuwa naona hivi nilikuwa nazo kule, zingine bado niko nazo, ni nguo rembo sana na